Naam, karibu tena mtazamaji. Kila mwaka makumi ya maelfu ya wafanyakazi wa Kenya huondoka nchini kuelekea mataifa ya Ghuba kutafuta maisha bora, lakini kwa wengi ahadi ya fursa na utajiri hugeuka na kuwa uchungu na majuto. Baadhi ya wanawake wa Kenya wamenaswa nchini Saudi Arabia baada ya kukimbia waajiri wao wanaodaiwa kuwanyanyasa, lakini kisha kukamatwa na mamlaka na kuzuiliwa chini ya hali ngumu kama wahamiaji haramu maarufu kama kemboi. Baadhi waliokimbia mateso hayo wamefanikiwa kurejea nchini Kenya hapa nyumbani wakiwa na simulizi za kusikitisha. Wizara ya mambo ya kigeni ambayo KTN iliandikia waraka kuhusiana na kesi hizi sasa imekana tuhuma za kutowajibika, ikidai kwamba haina taarifa yoyote rasmi za Wakenya wanaozuiliwa nchini Saudi Arabia. Mhariri wa uchunguzi wa KTN Francis Ontuma na makala maalum ya utumwa wa Saudi Arabia. Tulitolewa from hiyo place prison tukiwa tumefungwa pingo mikono na miguu, tukapelekwa mpaka airport na hizo uniform na unapatiwa tu simu peke yake. Marafiki zangu walikuwa wamenichangia nikate ndege nikuje kumzika mama yangu. My boss refused. Nimechoka kuangalia mtoto siku nikienda kuangalia simu na pana nashtuka naona kama mtanga ameuawa. Hatuwezi kuwa sisi tuko na sera ya kusaidia watu kwenda nje ile hali wakipatikana na shida tunakataa kuwasaidia. Ukosefu wa ajira kwa vijana ni moja kati ya donda sugu nchini Kenya. Takwimu zinaonyesha kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unakadiriwa kuwa zaidi ya 60%. Kila mwaka zaidi ya vijana milioni 1 huingia kwenye soko la ajira, huku fursa zikiwa chache mno, wafanya wengi kugura nje ya taifa kutafuta riziki. Immaculate Lavenda ana umri wa miaka 25 pekee. Miaka 5 iliyopita aliwasili Riyadh, mji mkuu na mkubwa zaidi wa Saudi Arabia, kufanya kazi za nyumbani. Maajenti wake kutoka Kenya walimuunganisha na familia moja ya Kisaudi. Na kama wengi waliopata fursa adimu kama hii, aliamini kuwa amepata mwanga wa maisha. Alitoka huko Kenya akienda kutafuta ajira huko Saudi Arabia. Alitoka huko 2021 mwezi wa 6 tarehe 18. Amekuwa kwa miaka 5. Hizi miaka 2 za kwanza alikuwa analipwa vizuri kwa anamtesa. Lakini haikuchukua muda kabla mambo kwanza kwenda mrama. Waajiri wa Lavenda walianza kumtendea maovu, wakati mwingine ikidaiwa kuwa hata kumlazimisha kulala njaa. Chakula sometimes hapewi vizuri, mshahara wa mlipi, na aliniachia watoto. Sasa watu mimi nimeshindwa vile na wale sababu hata sina mahali penye naweza kaa. Tulikuwa tumeanza kujenga nyumba lakini sasa vile huwa lipi. Sasa nimeshindwa nitamalizaje hiyo nyumba, hata watoto wangu wafungue shule. Nimeshindwa vile mimi nitawapeleka shule sababu sina school fees. Mimi mwenyewe sina kazi, wanahangaika tu. Mateso yakiwa yamemzidi, alijaribu kusitisha mkataba wake, lakini mwajiri wake alikataa kumruhusu aondoke. Hata hivyo, kwa kuhofia maisha yake, alikimbilia mitaani. Sababu mimi nateseka, hata mtoto wangu sijui kama atahoma atarudi kama ako mzima. Naomba serikali tu nisaidie mtoto wangu arudi kama ni mzima. Nimechoka kuangalia mtoto siku nikienda kuangalia simu na pana nashtuka naona kama mtanga ameuawa. Serikali tu nisaidie tu mtoto wangu tu arudi tafadhali, nione mtoto wangu kama ni mzima. Na kwa kudhubutu kukimbia, familia hii sasa ikaanza kumdhulumu hata zaidi. Lavenda amekuwa akipigia simu familia yake nchini akiwa mwingi wa majonzi. Familia yake sasa ikihofia kuwa hana usalama tena nchini Saudi. Kila mara ukisikia mtu amekufa Saudi Arabia ameletwa na ndege, mimi nasema woi, huyu ni kama mtu racist wangu. Ninasikia uchungu sana kama mama. Tafadhali serikali kama unaweza ingilia kati, huyu mtu arudi tu wake. Alitoka kwa shida, asaidie mzazi wake. Huyu mama hana nyumba. Alikuwa na nyumba ya nyasi. Hiyo nyumba imeanguka. Hiyo nyumba ameshikilia na ameweka ameweka makaratasi. Wakati wa mvua jua hivi ni afadhali, lakini mvua ikinyesha atalala na watoto wapi? Makumi ya wanawake wa Kenya wanaojulikana kama kemboi wanajipata katika lindi sawia na hili, wakikimbia unyanyasaji unaodaiwa, lakini hatimaye wakizuiliwa kama wahamiaji wasio na stakabadhi. Mwezi Desemba uliopita, kundi la wanawake wa Kenya walirejeshwa nyumbani baada ya kugoma kula wakiwa kizuizini. Miongoni mwao ni Isabella Juma kutoka Kisumu, aliyejipata akizuiliwa katika gereza la Dammam nchini Saudi. Tulikuwa 46 people. Na kalikuwa tu room kadogo, and then kalikuwa na vitanda 10.
kwa hao 46 wote, na hizo vitanda zote sio zote ziko na mattress. So mali utaangukia, kama utapata hiyo mattress unasema alhamdulillah, ukikosa unalala chini, unajikoil kwa hiyo blanketi moja yenye umepewa. So tukakaa hapo for some time, kitu kama 1 week hivi. Hatupewi hata simu tuambiane home tumeshikwa ama nini, tuko tu hapo. Kwa wiki kadhaa alitazama raia wa nchi nyingine wakirejeshwa makwao, huku wa Kenya wakisalia nyuma, wakivumilia hali wanayoelezea kuwa ya kudhalilisha. Tulishikwa na Waganda, wa Pakistani, Madagascar, Indonesia, countries tu mingi, but hao wengine process yao inaharakishwa wanaenda. Kama Waganda wenye tulishikwa na wao hawakumaliza hata mwezi wakaenda, lakini sisi tuko tu hapo. Kwa Leonida Omache kutoka Kisii, maumivu yalikuwa ya binafsi zaidi. Mama yake alipofariki nyumbani, alimsihi mwajiri wake arudi kumzika. Anasema maombi yake yalipuziliwa mbali. My boss refused. Hakunilipia ticket ama hakunilipia nafasi. Nikavumilia, nililia hapo kwa nyumba marafiki, nikalia nikakosa usaidizi. Wanawake hao pia wanadai walipoteza vitu vyao vya thamani wakiwa kizuizini, wakizituhumu mamlaka za eneo hilo kwa kuchukua fedha zao walizozipata kwa jasho. Shukisha! Chota pesa yetu, wakachukua masimu zingine, kama ulikuwa na line ya STC wakatoa wengine. We have simu zetu zilikuwa na pesa ndani. We tried to fight down there before to engage a prison ndani. Tukifight hatukupata usaidizi. Tulikuwa tunaambiwa escort or 5 years in jail. Tulipewa tu simu peke yake, wengine hata simu hawakurudishiwa, walichukua. Walikuwa tu, na ukijaribu kuuliza hapo, wengine hata passport walikushika na passport yako wakaichukua, wanakuacha uende hivyo bila passport. Tukijaribu kuuliza unaambiwa utarudi userve tena. Ingawa baadhi yao wamerejea nyumbani, makumi ya wanawake wa Kenya bado wamezuiliwa nchini Saudi Arabia. KTN iliandikia Wizara ya Masuala ya Kigeni kutaka taarifa kuhusu hali ya wale waliobaki kizuizini, lakini haikupata majibu hadi muda wa kuchapishwa kwa ripoti hii. Tulijaribu kupiga mpaka tukatumana email kwa, tukaambia watu watume email kwa embassy kila kitu, but hakuna, tulikuwa tu hapo. Uchunguzi wa hivi karibuni wa New York Times ulifichua mfumo wa usafirishaji wa wafanyikazi wa Kenya nje ya nchi, ukiweka peupe udhalimu katika sekta hii. Ripoti hiyo ilielezea wasiwasi kuhusu uhusiano kati ya mashirika ya uajiri na watu wenye ushawishi wa kisiasa, wakiwemo jamaa na washirika wa Rais William Ruto wanaodaiwa kufaidika na biashara ya uhamiaji wa wafanyikazi. Serikali ya Kenya imepuuza ripoti hiyo, ikiitaja kama ya kupotosha. Inawalazimu kutafuta mbinu zingine za kuweza kujikimu kimaisha. Ndio pale unapata wengine wanaitwa kemboi, ati wametoroka, lakini ni ile shida. Hakuna mtu anatoka hapa na matumaini ya kwenda kufanya kazi alafu atoroke. Ni kumaanisha pale alipofikia, na amefikia kiwango cha yeye kuumia sana, kudhulumiwa sana, hadi inafikia kwamba inambidi aweze kutoroka ama inamlazimu yeye kutafuta njia nyingine. Mashirika ya kutetea haki za binadamu sasa yanaishutumu serikali kwa kulegea katika kulinda Wakenya wanaotafuta kazi za nje ya nchi. Hawa maajenti hawaajibiki kikamilifu, kwa sababu baada ya mtu kufika kule akipatikana na shida, hata ukienda kwa ajenti yote anakataa kukusaidia. Wengine hata wanakufukuza, ile hali wao ndio walikuwa katika mstari wa mbele kukuhimiza uchukue hizi kazi. Kwa hivyo tungependelea serikali iangalie kikamilifu masala ya ajenti, kwa sababu wao pia wanachangia katika hizi shida ambazo zinapatikana na Wakenya. Wengi wakiwa bado wamekwama, kuna hofu kuwa maisha zaidi yanaweza kuharibika. Yeye kila wakati niliongea naye jana, ananiambia tu mama, mimi nimechoka kukaa kwa hii nyumba. Saa zingine umenakaa tu njaa, kuna mwenye huwa ananipatia chakula. Wakitoka labda ndio nijibe, hata nichemshe tu maji peke yake nikunywe. Mtangu anateseka tu kabisa. Mtangu anaumia. Mimi naomba tu msaidize dadangu, mtoto wake arudi tafadhali. Alitoka kwa shida na ameenda kwa shida. Serikali saidie dadangu, mtoto wake arudi akiwa safe. Hatuwezi kuwa sisi tuko na sera ya kusaidia watu kwenda nje, ile hali wakipatikana na shida tunakataa kuwasaidia. Isabella na Leonida wamerejea nyumbani wakinusurika kwa bahati.
lakini hatma ya Lavenda bado haijulikani. Kwa wanawake hawa na familia zao, kuishi ni safari ya siku kwa siku, huku serikali ya Kenya ikinyamaza kimya. Francis Ontomwa, Utumwa wa Saudi.